kuweza kulifanikisha hili jambo kwa ukubwa wake. Lakini la pili, nimpongeze sana mwenyekiti wetu wa mtaa. Kama alivyosema kwenye maelezo yake, ni kwamba mtaa wetu wa Minga mara zote umekuwa ukionyesha njia ya mitaa yote zaidi ya 72 katika halmashauri ya manispaa ya Singida. Miaka fulani, mwaka 2022 hivi, kulikuwa na tulifanya sherehe ya kuzindua maturubai. Hilo ni jambo kubwa sana ambalo ilikuwa halipo katika mitaa yote, au sio jamani? Lakini mitaa mingine imefuata kutokana na njia iliyoonyeshwa katika mtaa wa Minga. Lakini la pili ni hili la kuweza kuzindua kujenga ofisi yetu ya mtaa. Kama mnafahamu sera yetu ya Minga, tunasema Minga na maendeleo ni mapacha wasioachana. Wakati tunachukua ikata tukiwa na huyu mwenyekiti pamoja na wenye viti wengine, dhamira yetu kwa pamoja ilikuwa ni kuwarahisishia wananchi wetu kupata huduma. Hiyo ilikuwa ni sera kubwa. Tulikubaliana wote kwenye kamati ya maendeleo ya kata na tukasema tutahakikisha wananchi wetu watapata huduma hii ya huduma ya serikali katika maeneo yao. Kwa tulianza kufanya harakati za kujenga ofisi yetu ya kata kutoka eneo ambalo ilikuwa sio kata yetu. Yaani maana yake ni sawa na Ikulu ya Tanzania iwe Uganda. Inawezekana jamani? Kwa tuliamua kutoa ofisi yetu kutoka kata ya Mitunduruni kuileta kata ya Minga. Hiyo ni hatua ya kwanza. Mwenyekiti wetu na wajumbe wake wakaona waendeleze hili, kwamba isiishie hapo tu, basi wafanye pia zoezi hili katika mtaa wa Minga. Na kama alivyosema mama yetu Naomi David kwamba tumekuwa nyakati zote tunakopeshwa ofisi katika matukio ya kiuchaguzi. Tumefanya chaguzi katika shule, kinyume na swala ambalo lingeweza kutokea kama tungekuwa na ofisi. Tunafahamu kuwa ni ofisi zote za serikali, lakini siku hiyo wanafunzi walistopisha masomo yao kwa ajili ya kupisha hilo lifanyike, lakini ingefanyika katika ofisi zetu, basi at least ingeweza kuwa jambo hili limerahisishwa. Kwa hiyo nimpongeze sana mwenyekiti na hata waliomchagua kama mwenyekiti wa wenye viti wote, maana yake walizingatia uimara wake katika kuwatumikia wananchi wa mtaa huu wa Minga. Minga hoi! Hoi! Ndugu zangu, leo ni siku ambayo mtaa wa Minga unasherekea kupitia kata ya Minga inasherekea kupitia mtaa huu siku ya wanawake. Na ni vizuri tukayafahamu yanahusu wanawake, au sio ndugu zangu? Dada yetu Winnie ameeleza juu ya mikopo ya 10%, lakini na wajasiriamali kwa maana ya swala zima la wanawake. Sasa mimi nieleze kwa kifupi takwimu ya mambo mbalimbali ya tuyaone kwamba wanawake wamepewa kipaumbele kiasi gani. Mama yetu Samia Suluhu Hassan dhamira yake ilikuwa ni kuhakikisha wanawake wanapata kipaumbele, au sio ndugu zangu? Na hilo limefanyika kwa vitendo katika kata ya Minga. Katika nyakati za miezi mitatu tumefanya swala la uandikishaji wa wanafunzi. Wa awali wameandikishwa wanafunzi 402 katika kata nzima mpaka mwezi wa kwanza. Katika uandikishaji huo wanawake watoto wa kike ni 52%. Makofi mengi. Kwa eneo la elimu tumegundua kwamba tumefanikiwa Minga kwa upande wa watoto wa kike, kwa sababu ukimwezesha mwanamke katika elimu basi umeiwezesha familia nzima. Lakini la pili ni katika darasa la kwanza, katika waliojiandikisha 501 watoto wa kike ni 64%. Makofi mengi. Kama ilivyo kwa upande wa ulaji mashuleni, tunafanya kukagua na tunao wanafunzi 1288 wanaokula mashuleni. Katika hao watoto wa kike ni 54%. Kwa wazazi pia wameimarika katika ulaji wa mashuleni wanafunzi wa kike ili kuwarahisishia swala zima la elimu. Na hata swala la kidato cha darasa la 7
tumefanya vizuri sana, kwamba katika ufaulu wa 97% watoto wa kike wameenda sambamba na watoto wa kiume. Kwa ni makofi mengi. Tunao watumishi 47 katika kata yetu ya Minga, kati yao wanawake wako 38. Mfano mdogo tu, katika mtaa, katika ofisi ya mtendaji wa kata tunao wa kiume 2 tu ambao ni watendaji, yani wafanyakazi, kwa maana ya ofisi ya mtendaji tunao ni mwenyekiti wa mtaa wa Arusha Road na mwenyekiti wa mtaa wapi wa Mnung'una oye. Kwa ni namna gani nimewapitisha kujua takwimu zilizopo za watoto wa kike, kwamba sisi Minga tunaenda sambamba na maono ya Mheshimiwa Rais ya kuhakikisha tunatoa vipaumbele kwa watoto wa kike. Lakini kwa mara ya kwanza kata yetu ya Minga, kama mnafahamu, imeundwa mwaka 2010, au sio bwana? Kwa mara ya kwanza kabisa tangu ilivyokuwa Muhanga Minga hivi, ni kwamba tumepata diwani wa viti maalum. Diwani oye! Hii sio jambo dogo, au sio jamani? Ni takwimu nzuri katika masuala ya kina mama. Lakini hata chama, mmeona wenyewe, chama chetu kina mabalozi 46. Katika mabalozi 46 ni balozi 7 tu wanaume, wengine wote mmeona. Tuna matawi 3, makatibu wa matawi jamani.